Inasikitisha sana kuona vyombo vya habari kujaribu kuchochea umma, vijana na kuambia kwamba wakienda kufanya maandamano ni haki yao. Kwa kweli kuandamana ni haki yao, walakini sote kama Wakenya tumeona, tunajua madhara ya maandamano katika taifa letu la Kenya, na mara nyingi ni umwagaji damu, uharibifu wa mali, watu wengi kupoteza mali yao, na amna yoyote ambaye ataweza kuwafidia. Vyombo vya habari ambavyo vinafaa kuwaelimisha jamii ndio imekuwa mstari wa mbele kuongeza propaganda. Tunaona kuna vita dhidi ya Israeli, tumeona Waamerika wameweza kuweka mashambulio pale Iran, na kwa sasa makundi mengi yatajitokeza kujaribu kulipisha. Kama afisa wa usalama katika taifa la Kenya, jambo la kwanza anafaa kufanya ni kwamba kuona mipaka zetu zote za Kenya ziko imara na kuna ulinzi mkali. Jambo lingine ni kupiga marufuku umati wowote ambao unajaribu kukusanyika, haswa mambo ya maandamano ambayo hayana msingi kwa sasa. Kwa sasa taifa la Kenya ambayo imekuwa soft target mara nyingi ya mashambulizi ya uhalifu ama ya ugaidi, inafaa kuwa macho sana. Ukitembea katika ubalozi wa Israeli nchini Kenya, ubalozi wa Marekani, utaona kuna ulinzi mkali. Kwa sasa serikali ya taifa la Kenya inafaa itoe onyo kwa wale wote ambao wanamiliki baadhi ya mikahawa, zile malls kubwa kubwa, kuzingatia ama wawe macho na kuangalia mambo ya security check. Inakuwa ndio nambari moja. Vijana wakishapigwa pale risasi, hakuna yoyote ambao wanalipa, bali wataweza kupata zile stories ambazo zinapigwa back to back kwa lugha ya kimombo katika maruninga yao, ili waweze kupata kitu cha kuweka hewani, bali hatujaona msaada wowote ama wakijaribu kuanzisha msaada kwa jamii ama kwa familia ambayo wanaathirika. Mimi ningependa kuomba vijana wa taifa la Kenya, tafadhali tusijaribu kujiingiza kwa vita ambavyo hatuvielewi ama ambavyo hamuzielewi. Kama ni haki yako ya kikatiba, kuna namna nyingi ya kupigania haki hiyo ya kikatiba. Kama ni mambo ya ajira, kuna shinikizo zaidi ambayo inaweza fanyika, bali si kupora. Katika mambo ya waandamanaji, kuna wale ambao wanakuwa wamepanga wakitoka nyumbani kwa wataenda kufanya uhalifu na warejea nyumbani na bidhaa muhimu kama vile simu, hela na kadhalika, na hii inamwacha Mkenya ambaye fanya kazi yake kama biashara kwa bidii kupata mateso na kutaabika baada ya vitu zake kuporwa. Na wao ndio wengi wale wanaenda kuandamana kwa ajili ya kupigania haki ambayo mara nyingi hatuzioni, ni wachache. Wale wanakuja wengi ni wahalifu. Afisa ama viongozi wa polisi katika taifa la Kenya wapige marufuku maandamano yote ambayo itafanyika katika mji wa Nairobi. Kama yeyote anataka kuandamana, basi kuna zile estates kadhaa wa kadha, wewe pale unaishi, toka fanya maandamano, walakini maandamano isikuje katika mji ama town ya Nairobi na kusimamisha biashara ama makazi ya watu.